Kingumu jina Titus Katingu ama Mavoko Igor's Christian Church, utatupata pale, na ni vizuri ukalike na ukasubscribe, na Bwana Yesu atubariki sana. Kwa hivyo ukipata like it na usubscribe, na itakuwa ni baraka kwetu. Bwana Yesu atubariki. Hivyo basi, asante waimbaji, tunaweza tukakaa tunapoingia kwa neno la Bwana, na Bwana Yesu anapotubariki kwa jina la Yesu Kristo. Nataka tuingie katika neno la Mungu, katika jina la Yesu. Bwana wetu ni mwaminifu na anatenda mema na anatenda makuu. Hivyo kila mmoja asikie kukaribishwa sana, na kila mmoja asikie kubarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Baadaye mimi nitaweza kushare link ya YouTube ili pengine yule ambaye akitafuta kwa ile jina apati, kupitia kwa ile link ataweza kupata, na Bwana Yesu atakuwa kutubariki sana. Ninapenda tuingie katika Biblia, kitabu cha Wagalatia kifungu cha 3. I want us to go to our Bibles in the book of Galatians. The book of Galatians chapter 3. I want us to turn to our Bibles. I'll read verse number 26, 27, 28 and 29. And I want to share under a topic, born in the family of God. Born in a family of God, or born in the family of God. Kuzaliwa katika jamii ya Mungu. Amen. Kuzaliwa katika jamii ya Mungu. Galatians chapter 3, I'm reading verse number 26. I believe you are there. I'm taking my time ili ya kwamba uweze kuingia pale. Basi Biblia inasema, you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For all of you who are baptized into Christ have clothed themselves with Christ. There is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed, and heirs according to the promise. Tunakushukuru Bwana kwa neno lako ambalo tumelizoma. Tunapoenda kulishiriki, naomba ukaweze kunena na maisha yetu na ukanene na mioyo yetu. Wacha neno hili Bwana likawe na matukio makuu katika maisha yetu, na jina lako litukuzwe na jina lako liinuliwe. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba yote na kuamini. Tuseme amen. So, nimesema karibu kila mmoja mahali ulipo. Bwana Yesu akubariki. Tunasoma neno ambalo Paulo anaandikia wapendwa katika kanisa la Wagalatia. Na anawaambia kwamba sisi wote ni wana wa Mungu kupitia imani yetu ndani ya Kristo Yesu. Maana hapo Biblia inasema ya kwamba kwa maana sisi wote ambao tulibatizwa katika Kristo tumejipika ama tumejifunika na nguo ambayo ni Kristo. Na kwa hivyo hakuna Myahudi na hakuna Myunani, hakuna mtumwa na hakuna aliye huru. Biblia inasema kwamba hakuna mwanaume na hakuna mwanamke. Sisi wote ni wana wa Mungu. Na hapo ndipo ninataka tuanze. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, sometimes inafikanga mahali tunakuwa ni kama tumesahau ya kwamba sisi ni wana katika ufalme wa Mungu. Mstari wa 29 ambao una uzito mwingi unasema hivi ya kwamba ikiwa wewe umefanyika wa Kristo, if you belong to Christ, linasema ya kwamba basi wewe umefanyika mbegu ya Abraham. Unajua, it is through Abraham that we can inherit every promise given on earth for mankind. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kama wewe ni wa Kristo, basi umefanyika mbegu ya Abraham na umekuwa mrithi kulingana na ahadi ambayo Mungu alimpa Abraham. Kama kulingana na ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Na niposa asubuhi ya leo ninapenda niweze kuhimiza kila mtu nikimwambia, ikiwa umeokoka, kwa sababu hakuna njia nyingine ya kufanyika wa Kristo ila kumpokea Kristo akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wakati
umemruhusu Yesu aingie achukue utawala ndani ya moyo wako, basi umefanyika wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema ya kwamba basi umepata kuwa mbegu ya Abraham. When God wanted to reach mankind, he came through Abraham. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati Mungu alipenda kumfikia mwanadamu, alipitia kwa Abraham. Maana wakati ule watu walikuwa wameishi bila Mungu wa kweli. Ukiangalia Abraham mahali anatolewa katika nchi ya Wakaldayo, hata kule walikuwa bado hawajamjua Mungu wa kweli. Lakini Mungu akaamua ya kwamba ningelipenda kuwa na jamii, ningelipenda kuwa na watu wangu. Akapitia kwa Abraham, atafuta kama kuna watu ambao anaweza akawasiliana nao bila shida. Na wale tunaelewa kidogo, Biblia imepitia vipindi vingi, zile tunasiita ages vingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia imepitia vipindi vingi, kwa sababu kulikuwa na time tuliyokuwa tunaita the age of innocence. Wakati mwanadamu alikuwa na shida, Mungu ameumba mwanadamu na mwanadamu anaishi bila shida yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu anaishi bila shida yoyote. It was called the age of innocence. Na wakati huo, wakati mwanadamu alikuwa anaishi hivyo, basi kuna jambo lilitendeka. Kuna jambo lilitendeka wakati huo. Kilichotendeka ilikuwa ni kwamba mwanadamu alifika mahali akatenda dhambi. Alipotenda dhambi, ikawa amefungukiwa na utukufu wa Mungu. Na basi kutokana na hayo, mwanadamu akaenda mbali na Mungu. Na hivyo basi Mungu akawa anatafuta njia ya kumfikia. Mwanadamu alipotenda dhambi, akawa sasa akaanza kuishi. Alifukuzwa katika bustani la Edeni, that is the first thing. Akafukuzwa katika shamba la Edeni, na akawa basi amekaa hapo hivyo. Biblia inasema hivi ya kwamba huo wakati kukawa kumeingia shida katikati ya mwanadamu na Mungu. Ikawa sasa kumeingia shida katikati ya mwanadamu na Mungu. So Mungu akaweka hata malaika wa kushunga ili mwanadamu asiingie katika bustani la Edeni ambapo alikuwa ametengewa. Akaenda mbali, tukaingia katika kipindi ambacho sasa mwanadamu ameanza kuishi katika dhamira. Baada ya hayo kukaendelea, wakati wa Nuhu kafika. Mungu akaona angelipenda aendelee kuwa na uhusiano na mwanadamu. So akakuta katika dunia yote hakuna mtu ila Nuhu peke yake. So akamwona Nuhu, akamchukua Nuhu na akaanza kudili na Nuhu. Biblia inasema ya kwamba Nuhu found grace in the eyes of God. Na hiyo basi Nuhu akawa amepata kibali machoni pa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nuhu akawa amepata kibali machoni pa Mungu. Baada ya hayo, mwanadamu hakuendelea kukaa mzuri. Ikafika mahali akaingia katika mambo mengi. Ukisoma kitabu cha Genesis chapter 11, utakuta mambo ya human government, ambapo mwanadamu alifika mahali akawa sasa ameanza kuishi maisha mengine. Ndio tunakutana watu kama akina Nimrod ambao walianza kutafuta vile watafanya wamfikie Mungu. That is where a cultism and a cult started. Biblia inasema ya kwamba Mungu akaghadhabika na Mungu akateremka akasema, wacha niteremke nione nini mwanadamu anafanya. So God scattered man. The Bible says he confused the languages of men. Ili ya kwamba watu wengine wakaanza kuishi maisha ya kivyao. Kutoka pale tunapata sasa Abraham in the book of Genesis chapter 12. If you read the book of Genesis chapter 12, utaona Mungu akimwita Abraham. Anamwambia Abraham, acha nchi yako, acha
Genesis chapter 12. Okay, Genesis chapter 12, I want to read verse number 1, verse number 2, and possibly verse number 3. The Bible says, the Lord had said to Abraham, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all people on earth will be blessed through you. Now, God finds a man by the name of Abraham, and he calls him and tells him, leave your people. In other words, leave your lifestyle. I want to show you another kind of a lifestyle. Leave your country, go to the land I show you, and I will make you into a great nation. And that's what Abraham does. The first thing Abraham obeys, because there is a condition. Leave and I will make you. Now listen to me, somebody. When God talks to you, he gives you always a condition. And you have to fulfill the condition of God in order for you to receive the blessings of God. He has called us to his family. But there is a kind of a lifestyle that he wants us to live. We are not going to live the way we want. If we live the way we want, we will be alone. But if we accept to live in the kind of a lifestyle that he's given us, then the Lord is by our side. He will elevate us to a level that he wants us to reach. Kwa maana nataka usikize, kila mtu kuna kiwango Mungu anataka apande na hatujafikia. Lakini ni kwa sababu wakati mwingine hatujafikia ile kanuni ya Mungu. Kwa sababu kuna kanuni ambayo Mungu angelipenda tukaitimize. Anamwambia Abraham, acha nchi ya kwenu, acha watu wa kwenu, acha jamaa yenu, enda katika nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya kuwa baba wa mataifa mengi. Anamwambia, nitakubariki, nitalikuza jina lako, watakao kubariki nitawabariki, na watakao kulaani nitawalaani. Amemwapea ahadi. Akamwambia, I will make you into a great nation and I will bless you. I will also bless those who bless you. And whoever curses you, I will curse. Atakaye kulaani nitamlaani. Listen to me, somebody. Now, where we have read the Bible says, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed, and you are heir according to the promise. This is the promise. Biblia inaanza juu kwa kusema, nyinyi wote wale mbatizwa ndani ya Kristo umefanyika wana wa Mungu. So, if you are born again, if you have received Christ, Biblia inasema kwamba umefanyika mwana katika ufalme wa Mungu. Umefanyika mwana wa Mungu. Na hivyo basi, Biblia pale chini inasema, ahadi za Abraham zote ni zako. You will qualify to get into the promises of Abraham. Now, look here. We are born again, but we are blessed differently. Some of us looks like they are a bit more blessed. Others, they are less blessed. What is the problem? And yet all the promises are ours. Shida iko wapi? Na baraka zote ni zetu. Kwa sababu kama tunaweza kutendua hiki kitendawili, maisha yetu yatakuwa ya kubarikiwa. Ni kweli. Sisi wote ni wana. Sisi wote Biblia imesema kwamba ikiwa tumebatizwa ndani ya Kristo, zote ni wana wa Mungu. Wewe mstari wa 26 na 27. Na pale chini Biblia inasema kwamba kama umekuwa wa Kristo, in other words, if you are born again, umekuwa mbegu ya Abraham, ndio umekuwa mrithi kulingana na ahadi. Tumesoma ahadi za Abraham, vile Mungu alimwahidi mambo mengi na makubwa. Akamwambia, I bless you, I'll bless those who bless you, and whoever curses you, I'll curse. In fact, akamwambia, you will be a blessing. Na hii ahadi ni yetu. Na look here. Unajua sisi watu wa mataifa, Biblia pale juu katika Galatians chapter 3 verse 27 imesema tuko huru, hakuna mtumwa na aliye huru. Biblia inasema kama hakuna Myahudi na hakuna Myunani. Sisi wote we are supposed to be blessed the same. Biblia pale juu ikasema hakuna mwanaume na hakuna mwanamke. We are all the same. Because before the eyes of God, God sees us equal.
And that's why there is no, Mungu apeani roho mtakatifu wa mwanaume na roho mtakatifu wa mwanamke. Roho ni mmoja. Bwana Yesu asifiwe. So we are equal. The Bible says there is no man and a woman. There is no slave and a free. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. There is no Jew and a Greek. Hakuna Myahudi na hakuna Myunani. We are in the same level. That is what we call true adoption. Kwa sababu Biblia inasema Kristo alikuja kwa wale wake, lakini wale wake hawakumpokea. Hiyo ni Yohana 1:12. Wale wake hawakumpokea, lakini wote waliompokea akawapa uwezo wa kufanyika wanao. So you are not different from a Jew. That's what the Bible says. There is no Jew and there is no Greek. Hakuna Myahudi na hakuna Myunani. We are supposed to be equally blessed. The problem is the way we take the word of God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The way we conduct ourselves before God. That is where the problem is. Shida ya mwanadamu si Mungu. Shida ya mwanadamu ni mwanadamu. Maana Mungu akipeana conditions zake. How serious are you with God? That is the first thing. Number 2, how faithful are you to God? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapoweza kuelewa mambo haya, basi hakuna kiwango hatuwezi tukafikia cha Mungu. Kwa sababu tumesema baraka za Mungu zote zinaendana na kanuni. Mungu alimwambia Abraham, acha enda nami nitakubariki. Abraham akaacha, akaondoka akaenda nje ya majui. Mungu akambariki. Abraham anaitwa akiwa mzee mkongwe na mke wake mkongwe, hawana watoto. Lakini Mungu akahakikisha kwa sababu huyu mzee amenitii na ametii sauti yangu, nitambariki. Naye akambariki na akampea hata na watoto. Alimpea mtoto mmoja, lakini kutoka huyo mtoto mmoja dunia yote ikajaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na jambo liko pale. Because Biblia inasema kwamba ikiwa tumebatizwa ndani ya Kristo, sisi wote ni wana wa Mungu. Now, I want to get deep into baptism. Because baptism has a serious meaning. Sio vile tu mtu anamwagiwa maji, sio vile tu mtu anawekwa katika maji. No, that is not the baptism we are talking about. When baptism has levels, kwa sababu kuna ubatizo wa maji mengi na tuna ubatizo wa Roho Mtakatifu. Now, wakati unabatizwa, unapaswa kubatizwa kwa maji mengi. Because baptism has a meaning. Inamaanisha unapoingia katika maji, umekubali kuishi maisha ya Kristo. Basi tunapokuweka ndani, tunamaanisha umekufa na Kristo. Na umezikwa na Kristo. In other words, umekufa katika dhambi. Hauishi tena. Wewe si mtumwa wa dhambi tena. Umekuwa mtu aliye huru. Unaishi katika upya ama umekubali kuingia ndani ya Kristo, Kristo ambaye hana dhambi. Unapoinuliwa kutoka kwa maji, tunakusema umefufuka na Kristo. Si wewe tena unaishi, bali Kristo ndiye anaishi ndani yako. That is the meaning of baptism. It is not as easy as sometimes we take it. That's why we don't accept to baptize people who are living in sin. We baptize people who have known the truth na wakakombolewa kutoka kwa dhambi, wakaanza kuishi katika maisha ya utakatifu. Basi huyo mtu amempokea Kristo. Na sasa ndipo tunaenda kumbatiza. Kumaanisha yeye ni kiumbe kipya. Sio yule wa kale, ya kale yamepita yote. Amekuwa mpya. That is what the Bible means when it says, if you are baptized in Christ. Sio tu batizo Christ namna hiyo, bali ni kumbatizwa inamaanisha umeacha dhambi, unaishi maisha ya utakatifu wa Mungu. The Bible says if you are baptized, then you are born children of God. Kama umebatizwa na Kristo, nyinyi wote mmefanyika kuwa wana wa Mungu. Biblia inasema kwamba sasa hakutakuwa na mtumwa tena na aliye free. Na wala hakuna Myunani na Myahudi. Hakuna mwanamke na mwanaume. Sisi wote tumefanyika kitu kimoja. Kitu gani? Watoto wa Mungu. Tumefanyika kuwa wana wa Mungu. When God looks at us, he looks at us and he sees us in the same level. Anatuona katika kiwango kimoja. Maana yake ni gani? We are all candidates of God's blessings and we can raise the same. Hallelujah. Amen. Hakuna laana tena. Ile shida tulio nayo kwa watu wa Mungu ni kusema
familia ya kwetu imelaaniwa. Hakuna mtu anayeweza kuinuka kiwango fulani. Ukisoma Wagalatia huo kifungu cha 3 kinasema ya kwamba Kristo alidungiliwa msalabani ili akachukua laana zetu. Hatuko chini ya utumwa wa laana tena, kwa maana sio sisi tunaishi, bali Kristo ndiye anaishi. Mambo ya kwamba watu wa kwetu wote ni walevi, hakuna mtu anaendelea, hiyo haipo. Kama umeokoka, unakombolewa kutoka kwa mambo kama hayo. Bwana Yesu asifiwe. Kama umeokoka, maisha yako ni mengine. Ndio sababu ninaita ujumbe huu born in the family of God. Tumezaliwa katika jamii ya Mungu, na kwa jamii ya Mungu hakuna laana, hakuna utumwa. So condition ni sisi jiweke katika kiwango cha kupokea baraka za Mungu. Jiweke katika kiwango cha kuinuliwa na Mungu. Ni wewe ujiweke tayari na ujiweke kinachostahili ama kinachohitajika mbele za Bwana ili ukainuke kiwango kingine. Kwa sababu Bwana atafurahia kuona umekaa kiwango kile huko. Anapenda kuona we are growing. As we grow in the spiritual, we should grow in the physical. As we grow, we should progress that way in everything. Katika maisha yetu lazima tukubali tumekuwa wana wa Mungu. Lazima tukubali kuishi maisha ambayo ni ya Kristo. Lazima tuwe waaminifu kwa Mungu. Tuishi maisha ambao watu wakituona wanajua hawa ni watoto wa Mungu. Let me tell you something. Kuacha dhambi wapendwa si kitu ati ni ngumu. And I'm very sure almost all of us hapa hakuna mtu anaishi kwa dhambi. I can attest to that. Kama kunaye sijui, lakini nikiulizwa nitasema hapa hakuna mtu anaishi kwa dhambi. Lakini kwa nini wengine hatujainuka? Kwa sababu pamoja na kwamba hatuishi kwa dhambi, hatujakubali kukaa kulingana na mapenzi ya Mungu. Ijapo kuwa sisi ni wana wa Mungu. Si Biblia inasema kama tumekubali tukabadilishwa na Kristo, sisi ni wana wa Mungu. Sasa shida si kwamba sisi ni wana kwa sababu tumeokoka. Lakini shida hatujakubali kukaa kulingana na kanuni za Mungu. Kwa sababu kuna kiwango cha Mungu ambacho ametuwekea. Umekuwa mwaminifu kwa Mungu kiwango gani? Kwa sababu baraka za Mungu zitavutiwa na uaminifu na utiifu wako mbele za Mungu. Na ndio shida iko kwa Kristo wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu atapenda kuinua. Because we are in the family of God. We are in the family of God. Na familia ya Mungu ni ya kuinuliwa. Biblia inasema ya kwamba we are heirs according to the promise given to Abraham. Kwa hiyo ahadi zilizopewa na Abraham, akaambiwa nitakubariki, nitabariki uzao wako, watakao kubariki nitawabariki, watakao kulaani nitawalaani. Hiyo ni yetu. Na hatuna shida na hiyo. Lakini kwa nini hatujainuka? Kwa sababu hatujakubali kukaa kulingana na standards za Mungu. Let me tell you watu wa Mungu. Mungu atapenda atuinue. Lakini hatakuja kukuinua hivyo tu kwa sababu umeokoka. Ni lazima na wewe uchukue hatua ya kutumikia Mungu. Ni lazima uchukue hatua ya kuwa mwaminifu kwa Mungu. Ni lazima katika kampuni ambapo wengi wetu hufanya kazi. Unapoajiriwa katika kampuni, you become a staff of that company. But promotion will not come to you because you are a staff of that company. Promotion will come to you kwa sababu ya effort na bidii ile umeonekana ukifanya kazi nayo. Vile ila kwenye kampuni ama wakurugenzi ama wakubwa wataona uko mwaminifu kwa kazi yako, wataona uko serious na kazi unayofanya, ndivyo promotion itakuja. Haitakuja kwa sababu you are an employee of that company. Kuajiriwa ni kitu kimoja. Kwa hivyo kuokoka ni kitu kimoja. Lakini kuinuliwa na Mungu ni kitu kingine. Yote itakutegemea. Wewe ulichukua hatua yako, ukasema nimeokoka, napenda niokoke, nimpokee Yesu, na ukaokoka. Na hakukuwa mchezo, uliokoka na umeokoka. But ikiwa hakuna juhudi zingine, ikiwa hakuna kujitoa kwa Mungu, ikiwa hakuna uaminifu kwa Mungu, utakaa na wokovu lakini hautainuka. Na hiyo ndio shida ya Wakristo wengi tunayo. Kila mmoja anayenisikiza, hiyo ndio shida ambao Wakristo wengi
tunayo. Lazima tukubali Mungu atusaidie. Lazima tukubali Mungu atusaidie na tukae kulingana na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuna wito. Tuna mambo mengi Mungu ametuahidi. Lakini kama hatutachukua hatua, tutakaa pale pale na hatutainuka kiwango kingine. Mungu anapenda kuona watu wako serious na mambo yake. Mungu let me tell you, sio wote wameitwa kuhubiri. Wengine wameitwa kwa biashara. Lakini if you are not serious with God, katika biashara yako, ni wewe na Mungu ana sehemu katika biashara yako, utakaa pale pale. Hautainuka. Utakuta biashara yako badala ya kwenda juu inadidimia. Kazi yako itakuwa ni on and off. Utakuta kwa kazi una shida. Lakini ukiwa mwaminifu, you are in a position to challenge God. God, you blessed me with this job and I've been very faithful to you. Nimekuwa nikitoa fungu langu la 10 kwa uaminifu. Nimekuwa nikitoa sadaka na nimekuwa mwaminifu katika mambo haya. Kwa nini nikae kiwango kimoja na nisipande? Masikio ya Mungu yatakuwa wazi. Kwa sababu wewe uliyafungua. Sikia vile Isaya ya 59 inasema. Inasema masikio ya Mungu sio kiziwi ya kwamba haiwezi katusikia. Wala mkono wake sio mfupi kwamba hauwezi ukatufikia. Lakini dhambi zetu ndizo zinatutenga na yeye. So wakati mwingine, wakati unaomba Mungu, ninataka kuongezewa mshahara, anakuuliza ukiongezewa utapeleka wapi? Hilo ya kwanza ulipeleka wapi? Nimekubariki na mshahara. Have you been faithful to me with it? Anakuuliza hivyo. So, kwa sababu hiyo ni dhambi, itakuwa imeziba masikio ya Mungu. Mungu anapenda kukusikiza. But the moment you become faithful, masikio ya Mungu iko wazi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tu unakuwa mwaminifu, masikio ya Bwana iko wazi. So Mungu ana shida, sisi ndio tuko na shida. Na hatuna shida ya kwamba sisi ni wana. Sisi ni wana as long as umeokoka. Ana shida na wewe kwa hayo. Lakini utakuwa ndugu ambaye ameokoka, dada ambaye ameokoka, lakini progressively hauna hatua. Kwa sababu wewe mwenyewe umejiweka kamba, wewe mwenyewe umejizuilia katika maisha yako. Nafikiria kila mmoja ananisikia. Na Mungu atusaidie na maisha yetu tukubali yabadilike, tuishi kulingana na kanuni za Mungu. Abraham aliambiwa ondoka, akaondoka. Ijapokuwa umri ulikuwa umeenda sana, ijapokuwa alikuwa amefikisha miaka 99, Mungu alimbariki. By the time he was leading to 100 years akapata mtoto. And the wife was equally home. Akapata mtoto. Kwa nini? Kwa sababu amekubali kuwa mwaminifu. Let me tell you, sometimes Abraham could be stressed. Unaona akienda kumkomboa binamu yake Lot, anarudi na ushindi mkubwa. Na Mungu anaambia Mungu, sasa mimi mtaya. Unaniambia umenipenda, lakini nionyeshe ni nani atakuwa mrithi wa mali yako. Kwa sababu huyu mtumishi wangu naona ndiye atakuja kurithi mali yangu, mimi sina mtoto. Mungu akamwambia, that is you, my promise is stands. Nini waambie watu wa Mungu? Ahadi ya Mungu haibadiliki. Shida ni sisi. Kama Mungu amekuahidi, anangojea ufikishe hatua mahali mlisikizana, naye achukue nini? Kabla hujachukua hatua, ukafika mahali mlisikizana na Mungu, Mungu anachukulia, anakungojea. Yakobo inasema, nikaribieni nami nitawakaribia. Mpingeni shetani naye atawatoroka. Amen. Amen. Kuna kukaribia Mungu na kuna kumpinga shetani. Kama ufanya hayo, utaona Mungu amekuwa mwaminifu sana katika maisha yako. Hautakuwa na shida na Mungu. What I say, born in the family of God, we all have equal rights. Nobody has an upper hand to the others. Because we are all born in the same family of God. Bible says that if you've been baptized with Christ, then you are children of God. Maana tumesoma, ikiwa mmebatizwa na Kristo, basi mmekuwa wana wa Mungu. We are all children of God.
Bible says there is no slave and there is no free. And we are all equal. We are free, all of us. Bible says there are no Jews and the Gentiles. There are no women and men. We are all the same. God looks at us and puts us in the same balance, puts us in the same level. If you get to understand these mysteries of God, then you rise. Unapopata kuelewa haya mambo ya Mungu, unainuka. Ukipuuza ama uone ni ngumu, utakaa pale. There are people who always feel that like they are in need. Mwisho wa mwezi umefika, umepata mshahara, unaangalia unakuta una mahitaji mengi sana. Hata kuwa mwaminifu kwa Mungu hauwezi. That is where problem number one is. Amen. Amen. God is looking at you. He is waiting for you. Anataka aone wewe unaishi namna gani. Anataka aone wewe unamwamini kiwango gani. Because yeye ni wa kuaminika. Na ukimwamini hautaidika. You can count on him when everything else has failed. You can count on God when every other system has failed. He gives us up beyond the grave. The Bible says he is our very present help at the time of need. If we trust in him, he is trustworthy. If we rely on him, he is reliable. There is nothing that he cannot do. We fail him, but he cannot fail us. Children of God, because the Bible is saying, if we are baptized with Christ, kama tumebatizwa na Kristo, and we are all children of God, and we are candidates of God's blessings the same. Let me tell you, wakati watoto wanaenda kufanya mtihani, kabla hawajashika kalamu na hiyo karatasi, wanakuanga na marks inatoshana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua kama ni wa primary wanakuanga na marks ngapi? 500 kila mmoja. Because kabla hujaanza kufanya, already mtihani umepata wote. Unaanzaga kufunguza marks vile unafanya mtihani. Hesabu ya kwanza unakuta unaifanya umepata bado marks 500 na remain. Ya pili unafanya unapata unakuta marks bado na remain 500. Hivyo unafika mahali unafanya nyingine unakosea umefunguza. Nyingine mpaka unafunguza unakuta wengine wanafunguzanga mpaka wanaanza na less than 100. Na bado utakuta kuna mwingine alitoka akiwa na 465 ama 470. Kwa hivyo huyo alifunguza only 30, lakini kuna mwingine alifunguza 410. Akabaki na only 90 marks. But before they started, they were equal candidates. Bwana Yesu asifiwe. Even the things of God are like that. When God looks at you, you have been born again. You are an equal brother, an equal sister with all the others. The blessings entitled to the saints are the same, but you start reducing them yourself by the way you live and by the way you do things. Mark you by the way you take God, because it all depends on how you take God. Amen. If you take God with seriousness, he takes you with seriousness. If you take God jokingly, then he takes you jokingly. Hello. We better take God with a lot of seriousness. We better take God with a lot of seriousness. Naomba Mungu wa mbingu atusaidie na tuonekanie kwa jina la Yesu. May God help us. And from today, we start taking God with a lot of seriousness. Praise the Lord. Amen. Bwana Yesu atubariki. We will continue with the same message. Let's all rise up. Let's all rise up. Wale wanatusikiza, tutaendelea na ujumbe huo. Make sure to tune next time. And the Lord will bless us. In Jesus' name.